Rais wa Marekani aliuaminisha ulimwengu kwamba wa Iran wamekubali kuingia kwenye mazungumzo wakati huu, kumbe wa Iran hawakuwa na mpango wa kufanya mazungumzo na wa Marekani. Jambo ambalo rais huyo, baada ya kusema kwamba wa Iran wapo katika mpango wa kufanya mazungumzo, baada ya taarifa zilizosambaa kwamba waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi anaelekea Pakistan, wao waliamini kwamba ni kwa ajili ya mazungumzo, na Rais Donald Trump aliuaminisha ulimwengu kwamba Iran imekubali kuingia kwenye mazungumzo na kwamba wamekubali yale matakwa yake. Sasa wa Iran walivyofika huko Pakistan, moja kati ya mambo ambayo walisema kwamba walisema kwamba wanaenda kwa ajili ya kufanya mazungumzo na Pakistan, peleka mapendekezo yao ya namna watakavyomaliza vita dhidi ya Marekani. Ilibidi rais wa Marekani aghairishe safari ya mjumbe wake Steve Witkoff na Jared Kushner. Iran hata hivyo ilikanusha kwamba mazungumzo yote yalipangwa katika nafasi ya kwanza na Marekani. Uamuzi huu unakuja siku moja tu baada ya safari hiyo kukuzwa kama fursa iliyowezekana ya kufufua mazungumzo na Iran. Muda mwingi umepotea kwa kusafiri, kazi nyingi. Mbali na hayo, kuna migogoro na mkanganyiko mkubwa ndani ya uongozi wao. Hakuna anayejua ni nani anayeongoza pamoja na wao. Pia tunazo kadi zote, wao hawana. Wakitaka kuzungumza, wanachotaka kufanya ni kupiga simu tu, aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social mnamo siku ya Jumamosi. Alipoulizwa na shirika la habari la Axios kama hii inamaanisha ana mpango wa kuanzisha tena vita, Trump alijibu, hapana, haimaanishi hivyo, bado hatujafikiria, alisema rais huyo wa Marekani. Wachambuzi wanasema kwamba rais wa Marekani kwa sasa anatumia kila aina ya propaganda dhidi ya Iran ili tu kuhakikisha anaenda kushinda vita hivyo. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani anatakiwa kumaliza vita hivyo fikapo Mei Mosi, na hata wakati huu bado haijulikani kama ataweza kuvimaliza vita hivyo. Kwa namna moja ama nyingine amevisitisha bila muda maalum. Kwa maana hiyo, inatakiwa kufikia Mei Mosi anatakiwa kupeleka taarifa kwa Congress, ambapo hakupata idhini ya kuishambulia Iran, lakini alitumia sheria ambayo ilimruhusu yeye kama kiongozi mkuu wa nchi kuanzisha mashambulizi, lakini ni ndani ya siku 60 ambazo zitaisha mnamo Mei Mosi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alimaliza ziara yake Pakistan akitoa wito na mapendekezo ya namna ya kumaliza vita dhidi ya Marekani. Baada ya hapo atakamilisha safari yake kwenda nchini Oman na kusafiri kwenda nchini Urusi, kwa mujibu wa shirika la habari la Iran la Mehr. Akizungumza na waandishi wa habari baadaye Jumamosi, Trump alidai kuwa Iran ilitoa mengi lakini haitoshi. Pia alidai pokea pendekezo zuri zaidi kutoka kwa Tehran dakika chache baada ya kughairi safari hiyo, akisema lilikuja mara moja nilipoghairi ndani ya dakika 10. Mabadiliko ya ghafla yanaangazia mkanganyiko unaozunguka juhudi za hivi punde za diplomasia za serikali na kufadhaika kwa Trump na mazungumzo kutolewa matokeo ya haraka. Iliongeza muda wa usitishaji wa vita na Iran kwa muda usiojulikana mapema wiki hii, ikitarajia pendekezo la umoja kutoka Tehran, huku ikiweka vikwazo vya Marekani dhidi ya bandari za Iran. Mzozo katika mlango bahari wa Hormuz umetatiza masoko ya kimataifa na kusukuma mafuta ghafi ya Brent zaidi ya dola 100 kwa pipa, wakati Trump ameweka wazi kwamba hakuna muda madhubuti wa kumaliza vita, na hivyo hali katika mlango wa Hormuz itaendelea kuwa kama ilivyo. Rais huyo alizidi kuzungumzia suala hilo kwa kusema kuwa ameamuru jeshi la wanamaji la Marekani kupiga risasi na kuua boti yoyote ambayo itapatikana ya Iran ikiweka mabomu kwenye njia ya maji. Tehran inachukulia kizuizi hicho kama ukiukwaji wa moja kwa moja wa usitishaji mapigano, na imesema kuwa mazungumzo yote hayana maana maadamu yanabaki kuwa sawa.